chetu cha leo kinasema wanawake hampaswi kufanya haya kwenye ndoa. Wanawake hampaswi kufanya haya kwenye ndoa. Tutaenda kusoma Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Unasema mwanamke na ajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna. Mwanamke ajifunze katika utulivu na kutii kwa kila namna. Tunatakiwa wanawake tuwe watulivu na tutii. Hatupaswi kufanya kuna mambo ambayo yanaweza kusababisha ndoa ikateteleka au ikasababisha ndoa kuleta ugomvi au matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda kusoma vitu ambavyo hatupaswi kuvifanya katika ndoa, na yamkini hata wale watu ambao hawako kwenye ndoa hawapaswi kufanya hivi kama wewe ni mwanamke. Ya kwanza, kumgombeza mume wako pale ambapo hajafanya majukumu yake. Kumgombeza mume wako pale ambapo hajafanya majukumu. Majukumu inawezekana kama hajalipa ada, kama hajatoa matunzo, kama hajafanya chochote kile cha nyumbani cha kwako, haupaswi kumgombeza mume wako. Kuna wakati unapomgombeza mume wako ni kama umemshusha, anajiona mdogo, kwa maana wewe unakuwa kama uko juu yeye iko chini. Kwa upande unapomgombeza kwa sababu ya majukumu, hilo ni kosa kubwa sana. Mwanaume anaweza kukugombeza, lakini mwanamke kumgombeza mwanaume ni ngumu kuitoa kwenye moyo. Ya pili, kukosoa madhaifu ya mume wako. Kukosoa madhaifu ya mume wako. Tunaweza nikatoa mfano, labda unaweza ukasema huyu bwana anapenda kuvua nguo, akirudi tu nyumbani anatupa nguo chini, anatupa soksi chini, ni mchafu. Kukosoa yale madhaifu. Inabidi kama mume wako unamjua uishi naye. Kama ni mume ana wivu, yale madhaifu ya kubali. Kama ni mume ana kitambi, yale madhaifu kubali nayo. Bwana Yesu asifiwe. Basi kumkosoa mume wako. Ya tatu, kumdharau kazi ya mume wako. Kudharau kazi ya mume wako. Yamkini anafanya ile kazi ambayo unaona kwamba machoni mwako haupendezi nayo. Unaiona ile kazi sio nzuri, unaona kile kitu anachokifanya sio kizuri, unaanza sasa kumsema au kumnyanyasa kwa ajili ya ile kazi. Hicho kitu mwanaume akiona wewe humpi support, huwa kinamuumiza na kinaweza kikamsababisha akaenda kutafuta mtu mwingine ambao anamuona ana worth. Sijui niseme worth kama ana muhimu au basi nisemaje hivyo. Ya nne nitasema kupingana naye. Pale unapopingana na mume wako, kuna wakati mnaweza mkawa mmeenda labda kwenye harusi au mmeenda kwenye familia, kwenye kuchangia mawazo pale mume wako, labda wewe unaweza ukawa wa kwanza kuongea kabla mume wako hajasema. Unaweza ukaulizwa hapa tuchangie kiasi gani, wewe umeshajibu kabla hujamuuliza mume wako. Kuna vitu ambavyo unapingana naye, kila unachokifanya wewe unakuwa hamwendani, yaani mnapingana. Haleluya, amen. Upaswi kufanya hivyo. Ukifanya hivyo, wanaume mioyo yao ni midogo sana, tofauti na wanawake. Wanawake ni wepesi wa kusamehe. Haleluya, amen. Ya tano, kutangaza msaada ambao umepewa na familia yako. Hapo sasa ndio changamoto. Kuna watu ambao wamezao, yamkini inawezekana wanapita kwenye hali ngumu, sasa wanapewa misaada mbalimbali, aidha kwa wazazi au kwenye familia. Hapo ndipo anapomtangaza sasa mume wake. Tu yenyewe anasaidiwa na wazazi wako. Wewe unaanza kumnyanyasa, kumwambia kwamba wewe unasaidiwa. Unaanza kuambia watu huyu anasaidiwa na familia yetu. Hiko ni kitu ambacho unamshusha mwanaume. Mwisho wa siku anaweza akaona hata ule msaada unampa hauna maana tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya sita, hakitakuwa kirefu na ndio kumaliza. Kumsifia mwanaume mwingine mbele ya mume wako, hilo ni kosa kubwa sana na ni mwiko. Hilo ni kosa kubwa sana na ni mwiko. Unapomsifia mume wako, unapomsifia mwanaume mwingine mbele ya mume wako, anaweza akasema unamtaka au unampenda. Kwa mfano anaweza katolea kwa mwana mtu ana kitabu, mume wangu punguza kitabu, muone huyu anabaki sana. Ana hamaso, ana
Hapo ndio changamoto. Wanawake wanapenda kusifiwa peke yao, lakini wanawake kwenye kumsifia mume wako, mume wangu leo umependeza, mume wangu asante kwa kazi nzuri. Hata kule jamani, msifie. Amen. Awe msifie kule. Watu wasema wameshanielewa. Haleluya. Msifie anapovaa vizuri, anapohudumia familia vizuri, anapokupenda pia unaleta msifie. Sasa usipomsifia wewe, amsifie nani? Amen. Msifie aone kweli mke wangu anasifia. Unapompa sifa, anajisikia kweli mke wangu ananipenda, mke wangu ananisifia. Hata wewe msifie unafurahi. Kuna wewe msifie mume wako, si asifie huko nje. Naposifia huko nje ataanza kuona sasa kichwa kitapanda. Taona wanawake wengine ni wazuri zaidi ya kwako. Kwa maana wanamuonesha yeye kama ana thamani kushinda wewe unamuonesha. Msifie kwa vile hata anapojitahidi kupambana kwa ajili ya familia yenu. Msifie hata vile anapotoa mawazo, anapochangia kwenye familia. Msifie hata katika kila eneo analolifanya lile ambalo nzuri, lakini sio kwa mabaya. Haleluya. Amen. Namba 8 na ya mwisho tutasema kukosoa uelewa wake wa elimu. Kuna watu unaweza kuwa wewe umesoma zaidi ya mume wako, kuna watu unaweza kuwa wewe unajua zaidi ya mume wako, ukakosoa kile kiwango cha elimu yake, wewe ukaanza kuona kama unajua au wewe unaweza. Kwa mfano anaweza akasema labda mume wako hajui Kiingereza, ukaanza kumcheka mbele za watu anapoongea, anapotoa neno au anapofanya kitu, ukaona wewe umesoma, una uwezo mkubwa wa kuelewa kushinda yeye. Upasi kufanya hivyo vitu. Unapofanya hivyo vitu, wanaume huwa wanakaa na vitu. Haleluya. Haleluya. Wanaume huwa wasahau. Wanawake wanasamehe, wanaume wasahau. Itapokaa kwenye kichwa chake bado anajirudia yale matendo. Yamkini sio lazima uyafanye yote. Inawezekana umefanya moja katika hayo. Jitahidi ubadilike. Hicho ni kibomu cha sana.